Assalamu alaikum kata ya Miono. Assalamu alaikum kata ya Mkange, kwa Msisi, kwa Nyanje, Mkata, Manda, Mazingara. Amani iwe juu yenu. Karibuni katika matangazo ya mpira wa miguu kwa lugha ya Kiswahili. Karibuni katika matangazo ya mpira wa miguu kwa lugha ya Kiswahili. Hii ni Ndondo Village Cup inayopigwa katika dimba la kwa Nyanje hapa kata ya Miono, na hii ni fainali kati ya Kwasunga FC na Miono United. Ni nani atakayebuka mshindi? Bali dakika 90 ndizo zitakazoamua nani atakayeondoka na kombe hapa katika dimba hili la kwa Nyanje kati ya Miono United na Kwasunga FC. Michezo ni furaha, michezo ni afya, na hii inayotendeka hapa ni kuunganisha vijiji kutoka pande mbalimbali. Wamekusanyika katika dimba hili kushuhudia mtanange mkubwa kabisa wa final, Miono United dhidi ya Kwasunga FC. Na mimi mtangazaji wenu niliyopo studio, sio Arbu Mzinga mimi, wala sio Mwakalobo, wala sio Baraka Mpenje Mwamba Marila. Ni ite Sifa Mwamba wa jimbo la Chalinze kata ya Miono, ndiko nilikozaliwa, zahanati ya Kikalo, na hapa niko live kabisa uwanjani kuletea matangazo bora kabisa yenye ukwati wa HD. Hatujui nani atakayeokoa katika tanuri hili. Lina kuni mchanganyiko, kuni za aina mbalimbali, ila dakika 90 ndizo zitakazoamua nani atakayeondoka na pointi 3 muhimu, na nani atakayechukua kombe hili katika fainali hii ya Ndondo Village Cup. Asante sana, karibu studio kwa ajili ya matangazo ya mpira wa miguu kwa lugha ya Kiswahili. Washaanza haraka pale Miono, piga juu kabisa, piga kichwa nane Ramadhani huyu. Mpira namba kule langoni wa timu ya Miono, akianakaa vyema kabisa golikipa Kondo. Kashaanza haraka kwa beki wake pale. Baada mpira ni mabadiliko yamefanyika kwa upande wa Kwasunga FC, na ushaanza mpira haraka kwenda na Miono, mpira kutoka nje kule, na unakuwa na kurushwa kuelekea langoni mwa timu ya Miono United. Washarusha haraka pale Kwasunga. Baada ya umiliki kutoka kwa Kwasunga, piga juu kabisa kwa Chimbe yule, kwenda sasa na kwa vyema kabisa kule na beki wa Miono United Mido yule Ramadhani Mfikirwa, ni foul yule tendeka pale, ni offside ile. Refaria anasema weka pale upige. Ni free kick, ni free kick inapigwa kuelekea langoni mwa timu ya Miono United. Anapiga juu kabisa huyu nani Chimbe, piga haida pale. Bado umiliki upo kwa nakwenda sasa Miono, kisha juu kabisa huko, bado mpira namba ambao hujatoka nje. Mpira unakuwa umetoka na unakuwa na kurushwa. Shaanza haraka pale Miono, piga juu kabisa huko, kwa vyema kabisa kipa huyu wa Kwasunga. Anapiga safiki kile Kwasunga FC, piga juu kabisa huko, inadunda pale, bado piga mpira heda pale kwenda na Chimbe anakwenda anapiga cross juu kabisa kwa langoni mwa timu wa Miono United, lakini mpira unapita pale, unavuka namba pale, kuwa mpira umetoka kwa na kurushwa kuelekea langoni mwa timu ya Kwasunga. Pana kuelekea langoni mwa timu ya Miono, wanaoshala haraka kwa Kwasunga. Daka vyema kabisa golikipa Kondo, anapiga juu kabisa haraka kule,
Zuia vyema kabisa hapa Miono United, bado umiliki upo kwa Miono. Piga juu kabisa kule. Abutungo Shabalala. Piga juu kabisa kwa kwenda Miono, bado anambamba hapa mpira. Umiliki upo kwa Miono sasa. Wanakwenda piga juu kabisa huko, mtafuta nani? Saidi. Mpira umetoka, unakuwa na kurushwa kuelekea langoni mwa timu kwa Sunga FC. Arusha Karaka Miono pale. Sharusha Karaka. Hao ndio mashabiki wanashangwa na vigegele, wametoka vijiji kadha na kadha kuja kusudia mtanange huu wa fainali kati ya kwa Sunga na Miono United. Burudani na shangwe zinaendelea hapa katika dimba hili la kwa Nyanje. Uwanja ni tofauti kabisa. Uwanja ni tofauti kabisa kati ya kwa Sunga na Miono United. Yani hapa ni ugenini, hakuna mwenyeji katika fainali hii hapa katika uwanja huu. Na mimi mtangazaji wenu ni Ite Sifa. Mtanange huu unadhaminiwa kabisa na Sifa 5 TV. Arusha sasa pale Miono United. Abutungo anarusha mpira juu kabisa. Onasela yuko pale. Alisela. Nini pale kimefanyika? Nini kimefanyika hapa? Bado watu hajajua. Mpira ni mapumziko. Mpira ni mapumziko ndugu zangu. Dakika 45 za kipindi cha kwanza zimekamilika. Hakuna aliyeona lango la timu ya mwenzake, si Miono United wala si kwa Sunga FC. Yani ni bila bila. Tungoje kipindi cha pili. Nani atakayebuka shindi? Na kama matokeo yakitoka hivi hivi bila kufungana, maana yake ni mikwaju ya penalty inapigwa. Mimi ni Sifa wa Sifa 5 TV. Assalamu alaikum kata ya Miono. Assalamu alaikum Sadani National Park. Assalamu alaikum Kange. Assalamu alaikum kwa Nyanje. Assalamu alaikum kwa Sunga. Amani iwe jeno. Karibuni katika ngwe ya pili. Karibuni katika dakika 45 za kipindi cha pili. Hii ni Ndono Village Cup inayopigwa katika dimba la kwa Nyanje, kata ya Miono. Kipindi cha kwanza ni bila bila, na hii ni raundi ya pili sasa, na atakayeibuka mshindi na atakayeondoka na kombe katika viwanja hivi kati ya Miono United na kwa Sunga FC. Mchezo umechangamka, ni watu wengi kabisa wamewasili katika uwanja huu kuja kushuhudia finali hii kati ya Miono United na kwa Sunga FC. Na mimi mtangazaji wenu niliopo studio hapa, sio Harbu Mzinga wala sio Mwakarobo wala sio Baraka Mpenja Mwamba Malila, ni Ite Sifa, mwamba wa jimbo la Chalinze, kata ya Miono, ndiko nilikozaliwa. Karibu studio kwa ajili ya matangazo. Bismillah. Shanza la karaka pale, mpira kwenda sasa Miono, na ni Shabalala anapiga cross huko nini kule, kada vyema kabisa golikipa huyu wa Sunga. Piga cross nzuri kabisa pale Shabalala, lakini ameuchelewa hapa Abutungo. Golikipa nambari 14 anapiga juu kabisa kule kwa kushoto pale kwa Sunga huyu. Kwenda sasa kwa Sunga, wanakwenda kwa vyema kabisa na umiliki wa mpira. Nisha juu kabisa Miono, bado mpira mbamba kule. Ni head coach huyu Chika Daudi Mwite, ni head coach wa Miono United. Amechukua vikombe vingi, yuko vizuri kabisa Chika Daudi.
na rekodi nzuri sana. Bado umiliki upo kwa Miono. Sasa mpira unambamba kule, ni pale mfanya mabadiliko pale. Miono United anaingia Ramadhani Komsiga. Ramadhani Komsiga ameingia pale kuchukua nafasi ya Mbaba. Bado mpira ushaanza, kaka yuko kule mido. Ramadhani Mfikirwa piga juu kabisa huku, mashabiki kama kawaida yao, mpira ndio burudani zao, ndio furaha zao. Wameacha kazi na mashuhuri kule mashambani, wamekuja kushuhudia mtanange huu mkubwa kabisa wa fainali kati ya Miono United na Kwasunga FC. Bado unambamba kule, anaondosha vyema kabisa kule Chimbe, na mpira unakuwa ni wa kurushwa kuelekea langoni mwa timu ya Kwasunga. Ametoa mpira nje nani pale Chimbe. Bado mpira hujarushwa, sharusha lakalaka pale Miono, azia pale Butungo kwenda ku Ramadhani Mfikirwa na ndosha shambulizi lile. Bado umiliki upo wani Sela piga shuti toka nje kule, mpira unakuwa ni shoot off target ile, ni shoot off target ya pili upande wa Miono United. Anaweka golikipa pale kwa Sunga, kujitahidi huyu, amedaka vyema kabisa zile mashambulizi mengi kabisa. Golikipa kwa Sunga FC piga beki Chimbe huyu, na mashabiki kama hivyo wamependeza kabisa, wamependeza sana. Bado mpira sasa inapigwa pale, ni free kick, iko foul ile, wanapiga kwa Sunga FC. Kwa Sunga FC anapiga juu kabisa Chimbe, tokwa anazia kabisa kule mido. Ramadhani Mfikirwa, bado umiliki upo kwa Kwasunga sasa. Hasani piga juu kabisa huko, mpira kwa umetoka. Hapana, ni foul ile, napigwa mpira, ni free kick inapigwa sasa kuelekea langoni mwa timu ya Kwasunga, anapiga Miono United. Refari ambaye sogeza nyuma, acha janja wewe. Ni Ali Sela yule, ni mjanja sana, ndio foul hajatendeka hapo bwana, sogeza nyuma. Shanga mpira la haraka kule juu kabisa huko, bado nazia pia kabisa pale. Bado umiliki upo kwa Miono sasa. Nini pale? Ni foul imetendeka pale, na wanaanza kwa Sunga. Anza kwa Sunga pale, bado mpira hujapigwa. Jafari yule ndio anapiga foul ile juu kabisa huko, nazia vyema kwa Miono. Wanakwenda sasa, piga kule kwenda pale. Nini pale? Kina kaa vyema kabisa golikipa huyo Sunga, amechelewa. Nani huyu? Abu Tungo. Ndio kumechangamka hapa, mashabiki wanasherehekea, wanashangilia, kelele kama hivyo unavyosikia ndugu zangu, ni furaha na burudani. Na huyu mashabiki hawa wa Miono United wamekuja hapa kutoka kama kilomita kadhaa hivi kufika katika viwanja hivi, na kocha wao Chika Daudi yuko hapa, yuko vyema kabisa. Muona pale Ali Katoto yupo hapa, Ali Jamali au Katoto wenye namuita, kutokana na kamwili kake kale. Ramadhani Komsiga anazuia vyema shambuliza, bado wapo, wanakwenda sasa kwa Sunga, apiga cross kule juu kule, lakini namba ambao anatoka nje kule, inakuwa ni shoot off target ile. Iko pale golikipa
nambari 1 wa Miono United Kondo anaweka mpira chini pale, piga juu kabisa Kondo ku kavima kabisa pale Aristela, kile mpira toka nje akuwa na kurushwa kuelekea langoni mwa timu kwa Sunga FC. Chanza kalaka Miono United baada ya Samuel kipo kwa Sunga, anaenda kule hatari kule langoni mwa timu ya Miono United, yapiga kule, nini anafanya pale kwa Sunga FC? Kaa vyema kabisa pale Ramadhani Mfikirwa, beki kitasa huyo huko kutendeka foul, inapigwa free kick ya haraka ile kuelekea langoni mwa timu ya Miono United. Na mimi mtangazaji wenu ni Sifa wa channel yenu bomba kabisa Sifa 5 TV. Hakikisha unafanya vinavyohitajika hapo. Daka vyema kabisa pale Kondo, daka vizuri kabisa Kondo, golikipa piga juu kabisa haraka huku. Hii ni finali, Taki Masiara bado anakwenda sasa. Miono huyu anakwenda sasa, inafanya huku mpira toka nje. Shabalala huyu bado nafasi nyingi ameshindwa kuzitumia, kuja kuzijutia hizi nafasi. Shabalala kapa inakuwa ni free kick ile, ni shoot off target ile wanapiga sasa. Huyu Mbelwa huyu beki wa kwa Sunga FC ndio mwachia golikipa wake pale, ndio atakayepiga mara. Hapana, anakuja kule Adamu kuja kupiga ile free kick, piga juu kabisa huko. Bado amezoea vyema kabisa Ramadhani Mfikirwa, wanakwenda sasa Miono, bado tunambamba huko, adaka vyema kabisa kule golikipa Kondo Hamisi huyu wa Miono United, amezaliwa katika kata hii ya Miono United ni zao hili. Kata Miono ya Mheshimiwa Diwani Juma Mpimbwi inakuja kasi sana kimaendeleo nakuja kasi sana kimaendeleo, kata Miono ya Mheshimiwa Diwani Juma Mpimbwi. Piga juu kabisa huko, Mbamba huko hatari langoni mwa timu kwa Sunga. Nini pale anafanya pale Shabalala? Chezwa madhambi pale, lakini analalamika. Hapana bwana, pila umetoka wala. Pigwa free kick, Shabalala amechoka hoi. Huyo hizi yake nambari 8 ile. Huyo Shabalala piga header, free header la kaka, lakini kichwa chake kimekuwa akina maslahi kwa timu yake. Bado Miono anapiga chini kwa chini huko, hatari anakwenda Shabalala. Shabalala anapiga kule, kuunganisha pale, bado umiliki upo kwa Sela. Mashabiki wamejaa kuja kushuhudia mtanange huu kutoka sehemu mbalimbali, vijiji mbalimbali tali huko. Kina mkaa vyema kabisa beki huyu wa kwa Sunga FC. Shabiki wanalalama, shangilia. Watoto wameacha kazi za nyumbani kuja hapa kushuhudia hii finali. Ndio raha kabisa ya michezo. Hatari kabisa. Huyu ni Saidi. Ni Saidi huyu ama Sid Boy. Ni kijana anakuja. Huyu ni Adamu, shabiki wa kwa Sunga FC. Adamu Juma na Solo. Bado mpira unaendelea kule na mpira umemalizika. Dakika 90 za mtanange huu wa final. Milango yote ni migumu, si Miono United wala si kwa Sunga FC.
milango yote imekuwa imara ndani mwa dakika 90 za mtanange huu wa fainali. Sasa kinachoendelea hapa ni mikwaju ya penalti, na huyo ni Maurujwa au Mau Marungo akifanya mahojiano kidogo na mtangazaji wetu ama mwanahabari wetu wa Sifa 5 TV. Kinachofuata ni mikwaju ya penalti ndio itakayoamua sasa na atakayeondoka na kombe hili. Ni hatari hii kweli, ni maana harisi ya fainali. Tushuhudie sasa mikwaju ya fainali, nani atakayeibuka na kutoa kombe hili, Miono United ama kwa Sunga FC. Hili dimba ni la kwa Nyanje, ambayo itakuwa ni kumbukumbu kubwa sana katika mchuano huu, na pale ndipo mikwaju ya penalty inakopigwa. Mikwaju ya penalty ndiko inakopigwa eneo hili, ndugu zangu, kama mnavyoona kama mnavyoona ni mikwaju ya penalty, watu wanasogea gorini kuweza kushuhudia mikwaju ya penalty kama mnavyoona ndugu zangu, kati ya Miono United na kwa Sunga FC. Na hiyo sasa ni mikwaju ya penalty, na golikipa alianza ni Kondo wa Miono United. Kondo ametaka penalty pale, Kondo ametaka penalty vizuri kabisa, penalty ya kwanza kabisa. Kondo Hamisi anapongezwa pale. Ukiangalia picha marejeo kama hivyo unavyoona, amenyoka vilivyo Kondo Hamisi, goalkeeper wa Miono United. Huyo goalkeeper sasa wa kwa Sunga FC wamekosa penalty moja hao kwa Sunga FC. Pata penalty hapa Miono United, penalty ya kwanza kama unavyoona jinsi ilivyo, baki kuangalia tu goalkeeper huyu kwa Sunga United. Mikoja penalty bora kabisa hii ya kuamua nani anayechukua kombe, na goalkeeper Kondo Hamisi yule kwenda golini pale. Miono United yote kwa Kondo Hamisi, na ameshadaka penalty moja na Miono wamepata penalty moja sasa, yani moja bila. Wanapiga sasa kwa Sunga FC, piga kombe, daka pale Kondo, daka vyema kabisa, kalia vyema kabisa, amedaka penalty ya pili. Penalty ya pili amedaka Kondo Hamisi. Penalty ya pili amedaka Kondo Hamisi, na anapongezwa pale vyema kabisa, anapewa sadaka pale kwa kitu alichokifanya. Hawakutegemea. Ni goalkeeper sasa wa kwa Sunga huyo, goalkeeper kwa Sunga huyo sasa. No! Wanapata pale Miono United. Penalty ya pili hii sasa ni 2-0. Angalia jinsi ilivyo, unampita chini goalkeeper katika picha za marejeo. Hapa ndio faida ya kuwa na picha za marejeo, kuiangalia tu. Kwa ni hatari hapa sasa. Ni Kondo huyo, ipo golini wa Miono United, pigiwa penalty pale. Tafanyaje Kondo? Kondo kapa daka vyema kabisa, Kondo daka vyema kabisa Kondo pale. Angalia picha za marejeo hapa, daka vizuri kabisa Kondo. Amekosa penalty tatu sasa kwa Sunga FC, kosa penalty tatu. Shujaa ni Kondo mpaka dakika hii. Sasa hii bila shaka ni penalty ya mwisho. Wakipata Miono, kombe limeenda kwao sasa Miono United. Na kocha Shika nini pale, go! Ni kombe sasa limekwenda kwa na Miono United. Bila shaka Shujaa ni goalkeeper Kondo Hamisi, na hizo ni shangwe kabisa za mashabiki wa Miono United.
na mashabiki kutoka vijiji mbalimbali. Kama unavyoona shangwe ile, Kondo amebebwa juu kabisa kule. Mashujaa penalti 3 amezitoa, penalti 3 amezidaka. Kumechangamka hapa, kumechangamka dimbani, dimba hili la kwa Nyanje hapa. Ramadhani Mido yule, na hapa mashabiki hao watu wasikilize. Unajua ni vipi? Yaani hapa kuna ugomvi wa kata mbili. Sasa sisi tunaonyesha sasa sio kata. Sasa hii ni tarafa. Ndio. Kwa hiyo sasa wao bado wanatumia sikuono. Sasa hivi sio kwa Afrika. Au si ndio mbele kuliko wao hapo nyuma. Hii ilikuwa ni kama Lemi na Bagamoyo. Au Chalinze. Ndio. Kwa hiyo sisi bado tuko mbele. Wao bado wadogo sana. Kwa hiyo hii ni dabi. Hii kwa ni dabi ya dabi. Unaonaje wana mchezo wa dakika 90? Unaonaje? Dakika 90 kwa kidogo 50 kwa 50 kulingana na mechi kidogo ilikuwa inaonyesha nini. Wachezaji wakamsikiliza kocha maelezo na kila kitu wakafuata. Kwa hiyo tunashukuru Mungu akafuata maelekezo katika penalti, pia wakapiga kwa utulivu kama tulivyozoea kwa nusu, na wachezaji wakapiga penalti kwa wale kubadilisha. Kwa hiyo tunashukuru Mungu tumepata ushindi, tunarejea nyumbani, hatuna tatizo. Asante sana. Hao ndio mashabiki wa Miona United na hapa nikiangalia mimi naitwa Dabu Mwanatoro, ni mkazi wa Kwatunga, ni mwananchi wa Kwatunga. Timu yangu imefanya vizuri sana. Unajua tunapambana na timu ya mjini, lakini timu yangu imefanya vizuri. Tumebeki na imetoa vizuri, lakini unajua mpira ni ushindani na kuna matokeo ya kushinda na kushindwa. Wote tumepokea matokeo haya. Timu yangu imecheza vizuri mpaka kufikia hatua ya dakika 90. Timu imefanyaje? Imetoka nini? Bila kufungana. Hivyo tabia ya mchezo unaenda katika nini? Mashindano ya penalty. Hivyo tumetoka kwenye penalty, matokeo ni mazuri, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Naamini siku nyingine vijana wangu watajitahidi kujifunza zaidi kwenye penalty ili tupate matokeo kama waliopata wengine. Asante sana. Huyu ni shabiki wa Kwatunga FC na ameridhika kabisa matokeo ambayo yalipatikana hii katika mchezo huu wa finali, kwa matokeo ni mzuri kabisa bila upendeleo yote, na Miona kwa kombe. Hapa kuna mchezaji wa Miona United, hebu tumsikilize naye ana mawili matatu ya kuongea. Samani kiongozi wa nani? Kwa majina anaitwa Ali Mohamed, jina maarufu Alisela. Tunashukuru Mwenyezi Mungu toka tulipoanza kwenye mashindano haya kwa mpaka leo tulipofikia. Tunashukuru Mungu kwa sisi mabingwa. Mungu ndiye muweza kila kitu, kwa sababu tulikuwa tunakutana vikwazo vingi, wachezaji wengi walikuwa hapo injury, lakini tunashukuru Mungu tukalikava na mwalimu wetu akatupa maelekezo. Mechi ni ngumu, kwa hiyo tunataka kutokana na tension ya mchezo. Kwa hiyo tunashukuru Mungu yote kwa yote, walikuja kutusupport wanakijiji wa Kwekonje na vingine vilivyotoka karibu na sisi kuja kutusupport katika mchezo huu. Tunawashukuru wote na tunawapa bidii hapo wote kuja kutusupport katika mchezo huu. Kwa kombe katika finali hii ya leo, yeye mnajiandaje mchezo jana, mchezo mwingine utakayofuata kama Miona United? Sisi tumejiandaa kwa kila jambo, kwa sababu miaka yote tukitia kwenye finali waga tunasema kwamba aishi mpaka aishi. Tulienda jeshini tukachukua ng'ombe, tukasema finali yote tutakutana nao mbele yetu. Basi kwanza Mwenyezi Mungu uchukue hiyo finali ili tuzidi kujenga heshima katika kijiji chetu, sababu kijiji chetu hapo viongozi ambao hawaamini kama kuna vijana na vipaji. Kwa hiyo tunaomba kwamba yote kwa yote wajue kwamba sisi tunaweza. Tumetoka kwenye mji mwingine, tumekuja kwenye mji wa watu, tumepambana kwa Mwenyezi Mungu, tumechukua ubingwa huu. Kwa hiyo tunaomba viongozi wa katika mji wetu watusupport na mashindano yote tukakanda ya nje ya kwetu
basi twende tukashiriki, tuonyeshe tuongeze ukamilifu wa mchezo wa mpira wa miguu. Unaonaje golikipa wenu Kondo? Ni kijana mdogo kabisa na amefanya vitu vikubwa kabisa katikati ya Mimi waga watu wengi wanasemaga ni mtu ambaye wanasema ni mchawi wa maneno. Mimi nilimwambia Kondo, yani uwepo wangu nitapokuwepo, kwa Mwenyezi Mungu tufanye mkojo wa penalty. Basi fanya yote kwa yote, lakini naamini penalty ya kwanza lazima uweze kudaka. Na namshukuru Mwenyezi Mungu hadi ninapozidi kumwomba Mwenyezi Mungu, kwa sababu anakaa na swali kumwomba Mwenyezi Mungu katika mchezo huu. Basi namshukuru Mwenyezi Mungu tunaibuka kwa mabingwa. Mungu amuongoze, amfikishe sehemu sahihi zaidi kuliko huko chini alipo. Sisi tunamshukuru mwalimu kwa sababu alikuwa anajua tension ya mchezo jinsi ulivyo. Kwamba alianza first 11 tukapambana, akaona mapungufu, akajaribu kuingiza vijana ambao ni machuati kwetu ambao wanatamani kuja kutimiza malengo yao katika mpira miguu, na wamepata maelekezo. Tumepambana yote kwa yote, miono moja, nguvu moja. Asante sana ndugu. United kama alivyoeleza ndugu zangu.